Hilo tunaitazama kama chombo muhimu ambacho kinaongezea thamani kwa kinachoitwa human capital ili iwe transformative, lakini ili iwe ni asset katika taifa. Lakini jambo la tatu jingine la muhimu ni mwelekeo pamoja na dira taifa letu. Mnafahamu kwamba kwa sasa taifa limeanza kutekeleza dira ya maendeleo ya mwaka 25-50. Tunazungumzia miaka 25 baadaye. Sasa hii maana yake nini? Ni kwamba chochote ambacho tunakifanya kama SIDO na chochote ambacho tunakifanya kama Wizara ya Viwanda na Biashara na chochote ambacho tunakifanya kama taifa, maana yake lazima kuwe na adherence kwenye misingi yote ya kinachoitwa dira ya maendeleo ya 2050. Kwa hiyo SIDO tulionayo leo na SIDO ambayo imepractice kazi zake zote kabla ya dira hii mpya, maana yake ni kwamba malengo yake yote yawe ni mahususi au ni malengo ya jumla, lazima yafiti kwenye kinachoitwa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050, na ambayo kwa bahati nzuri tumekwishaanza kuitekeleza tangu mwezi huu wa 7 na tutakwenda nayo mpaka mwaka 2050. Kwa hiyo tunapoangalia jambo hilo lazima tujue kwamba tunaitekeleza dira kwa maslahi mapana ya taifa letu. Lakini jambo la 4 ambalo nalo ni la msingi sana, wakati wa utawala wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunaona kwamba viwanda vilikwisha kuwepo na alihamasisha viwanda. Lakini utawala ambao sasa unakuja tena kwa sasa umeendelea kuhamasisha viwanda na kukuza pia viwanda. Hasa hoja yangu ya msingi ni kwamba vyuo vikuu na vyuo pamoja na taasisi mbalimbali hapo katikati au zamani vilijielekeza sana katika ujuzi, kwa maana kwamba vyuo vya kati vilivyotoa ujuzi vilikuwa ni vingi kuliko vyuo vikuu ambavyo vilitoa maarifa haya ya kawaida. Sasa tukiangalia kwa sasa, kukiwa kuna wimbi kubwa la vijana kulalamika kuhusu kutokuwa na ajira, maana yake mnasuaji namba moja katika jambo hilo anaitwa SIDO. Kwa SIDO inaweza kuwa ni instrument mojawapo ya kunasua tatizo ambalo linaweza likawepo. Tukizungumzia changamoto ya ajira kwa mwanafunzi aliyemaliza chuo kikuu mwenye bachelor degree ya aina yoyote, maana yake namna pekee ya kuweza kujinasua ni kuongezea thamani kwa skills ambazo zinaweza kutolewa na wenzetu wa SIDO. Kwa hiyo ukitazama SIDO kwa nyakati hizi, lazima pia tuitazame kama mdau namba moja ama mdau mkubwa katika kutatua jambo la ajira kwa vijana. Namna gani tutatatua janga la ajira? Ni kwa kupandikiza taaluma, ni kwa kupandikiza skills mbalimbali kwao, kama ambavyo sasa mmekwisha endelea kufanya. Na jambo la 5 la muhimu ni kwamba tunapozungumzia viwanda tunazungumzia mambo kadhaa. La kwanza tunazungumzia watu, 2 tunazungumzia teknolojia, 3 tunazungumzia facility yenyewe kwa maana kama ni mashine au ni kitu gani, lakini 4 tunazungumzia bidhaa. Na katika bidhaa tunazungumzia mambo makubwa mawili. Tunazungumzia bidhaa kama raw material na tunazungumzia bidhaa kama output. Unaweza ukawa na mashine na kila kitu kizuri, lakini kama wako well trained watazalisha kitu ambacho hakina ubora. Kwa hiyo ndio maana leo tumesema tufike hapa SIDO kama sehemu mojawapo katika mkoa ambao tunauongoza, na ninyi kama wadau muhimu katika kusaidia uongozi wa mkoa, ili tuweze kuondokana na zile changamoto ndogo ndogo ambazo tunazo. Tumezungumzia hapa changamoto, na kwamba changamoto, na bahati nzuri nimeishi Mbeya, nilishakuta kuna changamoto ya mambo hayo kwenye eneo fulani la SIDO pale Mbeya. Nimekwenda Kagera, nimekuta pia kuna changamoto kubwa katika eneo mojawapo pale, na bahati mbaya pia niliambiwa na meneja wangu wa Kagera alifariki, ambaye alikwenda Iringa, dada yangu dada Johari. Fortunately ni kwamba mwanae ndo alikuja kunitumia message kwamba mama yake amefariki, lakini nako kule nilikuta kuna changamoto hiyo. Sasa nadhani kuna jambo la kukaa na kuangalia structure nzima ya SIDO ilivyo. Wakati mwingine tukawa tunapigana na changamoto za watu kuto kulipa kodi, lakini kumbe tunakuwa hatujajua tatizo lilipo, kwa sababu haiwezekani kwa kuna changamoto kila mahali inayohusiana watu kuto kulipa kodi na pengine kukimbilia mahakamani. Sasa
mimi msimamo wangu ni mmoja tu, kwamba kama mko na uhakika kwamba watu hao wanadaiwa, basi tafuteni muda, mimi nitakuja hapa, nitakaa nao na nitawapatia siku chache kuto kutumia mali hii kwa maslahi yao, kwa sababu lazima tufike wakati utoto mdogo mdogo, kama unaona mali ya umma ni tamu, kajenge ya kwako. Mimi jibu langu ni hilo tu, yani kwenye hilo silembi. Unaona pana kufaa, baki, lipa kodi yetu. Hapa kufaa hiyo, ondoka. Ni Kiswahili hicho tu, yani hakuna Kiswahili kingine. SIDO ni mali ya serikali, lakini haiwezi kujiendesha mpaka itakapokuwa in partnership na private sector. Sasa haiwezekani iwe ni win-lose situation, lazima ni win-win. Wewe unapata na mimi napata. Kwa hiyo niweke tu taratibu kwamba tunaomba listi ama orodha ya wadaiwa sugu wote ifike pia kwa mkuu wa mkoa, orodha hiyo. Alafu mtu wa biashara pamoja na msaidizi wa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kushirikiana na meneja wa mkoa, andaeni kikao ambacho tutakaa nao na tutapeana siku za kulipa na nitawapa siku za kuwafukuza. Na huo ndio msimamo kote. Nakumbuka Mbeya ilikuwa the same, Kagera ilikuwa the same, na bahati nzuri kabla tujamaliza pale nikahamishwa, ambao ni kitu cha kawaida katika utawala. Kwa hiyo watu tuwafundishe kulipa kodi za umma. Na ukikuta mtu anafanyia biashara kwenye eneo na halipi kodi, anaruhusiwa kabisa kushtakiwa kuwa anajipatia fedha kinyume na utaratibu, yani ambayo ni uhujumu uchumi wa taifa letu, kwa sababu unajipatia pesa kinyume na utaratibu. Na kwa mantiki hiyo, hata ofisi ya mkuu wa mkoa Kilawe mtaandaa pia jopo la wanasheria wetu, watakuwepo pia kwenye mkutano huo, ili kipenga katakapolia ni kesi na makimbizano na kuondoka. Hatupendi watu wa namna hiyo. Na kama kuna mtu atapiga simu yoyote, mwambie apige simu. Mwambie apige simu popote pale. Watu wengi wanatutishia, tutapiga simu Ikulu, afu mimi wananyamaza. Mngejua nilikoapishiwa ni wapi, msingepiga. Mimi nimeapishiwa mnakopiga simu. Sasa unapiga simu ya nini? Na kule tunapewa miongozo, kasimamieni mali za umma kwa maslahi ya watu. Tunakabiliana na changamoto hasa za vitendea kazi, kwa maana kwamba kwa mfano kama magari na baadhi ya vitendea kazi vya shughuli zetu za kiofisi. Lakini tuna changamoto nyingine ambayo ni kubwa sana, ambayo tunayo hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni ulipaji wa kodi kwa wajasiriamali. Hii ni changamoto kubwa sana. Lakini mbali ya kwamba hapa tuna unafuu sana wa kodi ya pango, kwa maana hapa sisi tuna chaji kwa square meter shilingi 4500. Lakini ukitoka nje ya eneo hili square meter zinakwenda mpaka 10,000 mpaka 15,000. Kwa hiyo hii ni sehemu nafuu sana. Sasa nafikiri wapangaji wana ile kwamba mali ya serikali, kitu kidogo wamekwenda mahakamani, kitu kidogo wamepiga simu kwa mkubwa. Kwa ndo changamoto tulikuwa nayo, yani tunapata changamoto hiyo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwa Jonathan John ni afisa biashara kwa SIDO kwa mkoa wa Dar es Salaam. Serikali na kupitia shirika la maendeleo ya viwanda SIDO tukawaomba watu wa KOICA, shirika la maendeleo la watu wa Kolea, kwa ajili ya kuwa na one stop center au shared facility ambayo vijana hawa wanaomaliza chuo katika fani za agro processing kwa masuala ya food science kwa ajili ya kuja kuanzisha viwanda vyao vidogo vidogo maeneo ya hapa ya SIDO. Kwa hiyo serikali ya Kolea ilitujengea jengo kwa ajili ya mradi huo, na mradi huo uko katika mkoa wa Dar es Salaam, uko na mkoa wa Morogoro, na uko pia katika uko Zanzibar. Eneo hili ni kwamba vijana mbalimbali wa vyuo vikuu wanaweza kuja hapa wakazalisha bidhaa zao, na tuna line 6. Kwa mfano vijana wanaotengeneza keki wanakuja, wanataka kuanzisha keki, kuzalisha keki, mikate, vitafunwa vyote. Kuna nyanya, mkienda kule masokoni Buguruni na masoko mbalimbali, nyanya zinaoza, matunda mbalimbali yanaoza. Lakini iko masuala watu wanaochakata asali, watu wanaotengeneza matunda mbalimbali. Kwa hiyo eneo la SIDO hii tumejenga acceleration point, yani sehemu ambayo vijana ambao wameanza sasa wanaweza kuja wakachakata, wakazalisha, wakabrand, wakapack. Sisi SIDO tukawasaidia kupata nembo ya ubora kutoka TBS,
na tukawapa fursa za masoko na wakaenda sokoni. Kwa hiyo hawahitaji kuwa na majengo kule nyumbani kwao, wanahitaji kuja hapa SIDO. Wao wanakuja na malighafi tu, mashine watazikuta hapa, jengo watalikuta hapa. Sisi tunawasaidia kwenye kwa facilitate kwenye kufanya certification ya bidhaa zao, na tunawasaidia kwenye kuanza, kwa sababu tunajua kwenye kuanza ndio kuna changamoto, kunahitaji mtaji mkubwa, lakini kwa vijana hawa bado ndo wanajitafuta, ndo wamaliza vyuo. Kwa hiyo ni graduate program ambayo tuliandaa kwa kushirikiana na vyuo vikuu mbalimbali. Kwa hiyo hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni eneo ambalo ni one stop center ya vijana hawa ambao ni kama agro processing zone, ambao vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu wanaweza kuja wakachakata bidhaa, wakapaki na wakaenda sokoni, na mwisho wa siku wakawa wametatua changamoto la ajira ambayo imekuwa ni tatizo kubwa kwa vijana kama hao.